kwamba serikali haijawahi kuwa na dhamira ya kubana uhuru wa watu kujieleza, kwa sababu uhuru wa watu kujieleza ni takwa la kikatiba, ni haki ya kikatiba ya Watanzania. Lakini nataka niwakumbushe ndugu zangu wa Tanzania, matumizi ya mitandao kwenye nchi yetu yanadhibitiwa kwa sheria. Tunayo sheria ya mwaka 2015 ya makosa ya mtandao. Sheria hii imeainisha mambo mbalimbali ambayo mtu akiyafanya atakuwa ametenda kosa. Sasa ndugu yangu Malongo anasema serikali imechukua hatua gani, hasa ikizingatiwa kwamba wanaojihusisha na vitendo hivyo ni wanafunzi. Na ni kweli sehemu kubwa ni wanafunzi, hasa wa vyuo. La kwanza, serikali inafanya kazi kubwa ya utoaji wa elimu kupitia vyombo vya habari. Tunavyo vipindi kupitia televisheni, tunatuma maudhui kwenye mitandao ya kijamii ya kuelimisha juu ya matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii. Naombeni wa Tanzania tuzingatie elimu tunayopewa kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii. Lakini la pili, serikali imejenga uwezo wa udhibiti wa matendo yasiyofaa katika mitandao ya kijamii. Na ndio hapa ninapokuja kuzungumzia sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015. Malongo, umesema vizuri. Wengi wanaofanya hivyo ni wanafunzi wa vyuo. Na nataka nikuhakikishie wote tunawapata. Bahati mbaya wanatumika. Naomba kutumia mkutano huu kuwaomba wanafunzi na vijana wote walioko mitaani, manake sio wanafunzi peke yao, tutumie mitandao ya kijamii kwa manufaa. Tutumie mitandao ya kijamii kujifunza, tutumie mitandao ya kijamii kujielimisha, kufanya biashara, kuunganishwa wenyewe kwa wenyewe, kuwasiliana na watu mbalimbali, kuburudika na matumizi yote yenye manufaa. Ukifanya hivyo utakuwa umetendea haki kwanza muda wako, kwa sababu vijana wengi sasa wanapoteza muda mwingi kwenye mitandao kufanya vitu vya hovyo badala ya kufanya vitu ambavyo vingewasaidia. Kwa wanafunzi kwenye shule, kusoma, kupata ufaulu mzuri, kufanya vizuri kwa kupata taarifa nyingi kutoka kwenye mitandao. Lakini kwa vijana walioko mtaani wanafanya biashara, tutafute masoko, tutafute kujifunza kuhusu fursa mbalimbali, tuanzishe kampuni, startups za kufanya biashara, tubuni mifumo mbalimbali itakayorahisisha kazi zetu. Hiyo ndio faida ya kutumia mitandao vizuri. Ukitumia mitandao vibaya, sheria ipo na mamlaka na vyombo vipo vitakupata. Hasa wakati mwingine unaona vikampeni havina mbele wala nyuma. Nikisema wasema Msigo ametusemea maneno makali. Lakini ninachosema vijana tutumie mitandao kwa njia za kimanufaa. Ukifanya makosa tutakupata. Tutakupata. Sheria inakataza kutukana. Sheria inakataza kufanya uchochezi. Sheria inakataza kuzua taharuki. Sheria inakataza kudhalilisha. Tumeanza kuona kwenye mitandao watu wanafanya makosa haya. Sasa naomba niwaambie vijana, hakuna atakayefanya makosa haya akabaki salama. Tutakupata. Litakuwa ni swala la muda tu. Hatukukupata leo, tutakupata kesho, tutakupata kesho kutwa, tutakupata wiki ijayo, tutakupata mwakani. Jinai haifi. Na tukiwakamata vijana hawa wengi utasikia nilikuwa sijui. Kwenye sheria kuna msemo wa Kikinga unasema ignorance to law has no defense. Kuto kujua sheria sio kinga. Ukifanya makosa ya mtandao haya niliyosema, uwe unajua uwe hujui, sheria ni msumeno. Tukikupata, kifungu cha 16 kile nafikiri kinasema wazi, umeandika habari za uchochezi, za kuzua taharuki, za kudhalilisha watu, tukikupata
na ukithibitika na mahakama, faini shilingi milioni 5 au zaidi, kifungo cha miaka 3 kisichopungua miaka 3 au vyote kwa ujumla. Ukipatikana, ama utapigwa faini ya shilingi milioni 5 au zaidi, au utafungwa miaka 3 au zaidi, au vyote viwili kwa ujumla. Vijana wengi wako vioni hata ada mtihani, na wakati mwingine wanakuja wazazi wanalalamika, mimi mwanangu kafanya vitendo nilikuwa sijui. Naomba wazazi, zungumzeni na vijana wenu, wako vioni wakafanye kazi iliyowapeleka vioni. Kazi yao ni kusoma. Wasipofanya hivyo watakutana na mkono wa sheria, na sitakuwa mimi wala nani, ni kwa mujibu wa sheria. Hata mimi nikitukana mtandaoni, nikidhalilisha mtu yeyote, nitachukuliwa hatua za kisheria. Hakuna mtu aliye juu ya sheria. Sasa tunaelekea kwenye uchaguzi. Mihemko imekuwa mingi, uhamasishaji wa kijingajinga umekuwa mwingi. Vijana, watch out. Chukueni tahadhari, kwa sababu ukikamatwa utakuwa peke yako.